Taarifa za Coco TV na wingi wa matumaini kwamba ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Nafahamika kama Elizabeth Mwende. Hujambo na karibu. Rais William Ruto ameongoza zoezi la kuwakabidhi wakazi wa Pwani hati miliki za ardhi 1033 katika juhudi za kutatua tatizo la uskota ambalo limekuwa donda sugu kwa muda mrefu eneo hilo. Akizungumza katika bustani ya Mama Ngina Waterfront jijini Mombasa, Rais Ruto amesema serikali yake inaendelea kutekeleza ahadi ilizotoa kwa Wakenya wakati wa kampeni, na sasa Wapwani watanufaika na stakabadhi hizo baada ya kuhangaika kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu Joseph Jira amefuatilia hafla hiyo na hii hapa taarifa yake. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Ni hafla iliyosubiriwa na wengi, hasa wakazi wa Pwani ambao wamekuwa wakilalamikia tatizo la uskota kwa muda mrefu, hati miliki za ardhi ikiwa ndio stakabadhi pekee ambayo imekuwa ikitafutwa kama dhahabu ili kukomboa umiliki wa ardhi zao. Rais Ruto akisema swala la uskota kwa sasa litawekwa katika kaburi la sahau kutokana na kujitolea kwa serikali yake kuangazia dhulma za kihistoria hasa katika swala la ardhi. Leo I am instructing the Ministry of Lands waende sasa wakatekate mashamba haya yote. Kila mtu apimiwe shamba yake ndani ya siku 90, 90 days. Ndani ya siku 90 mimi narudi hapa kutoa hati miliki 1200 ya hawa wananchi. Wananchi milioni 1 watakuwa na hati miliki. They will call home a place they live today. Rais Ruto akibainisha kuwa kwa muda wa miaka mitatu serikali yake imetoa hati miliki za ardhi milioni 15 nchini, hati miliki 381,081 zikiwa zimetolewa kwa wakazi wa Pwani, na hii leo akawa anakabidhi rasmi hati miliki 1033 kwa wakazi wa maeneo mbalimbali ya ukanda wa Pwani. The story of land in parts of our country, and especially here in the coast region, has also been a story of pain, a story of marginalization, and a story of great injustice. Thousands of families have lived on land for generations without the certainty of ownership. Communities have occupied ancestral lands without legal recognition through title deeds. Kiongozi wa taifa amedokeza kuwa tatizo la uskota Pwani limekuwa likichangiwa pakubwa na hatua ya wamiliki wa ardhi wasiokuwepo, huku wakazi wakisalia kuishi katika ardhi hizo bila hati miliki. I am happy to announce that we shall be issuing an additional 33,025 title deeds in Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River, and Taita Taveta and Lamu counties. Specifically, we shall be issuing titles in Kilifi Weru Ranch. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo wakimpongeza kiongozi wa taifa kwa kulipa kipaumbele swala la ardhi, wakisema litawapa afueni wa Pwani ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihangaika. Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru na kukupongeza sana kwa sababu ya kulivalia njuga swala hili sugu la maskota huku Pwani na mambo ya absentee landlord. Ikiwa kule Voi, St. Agnes kule Catholic, ambapo wananchi wanataka kufurushwa, wananchi wa chini, yani kama kanisa inataka kula kondo zake. Mtu hapa tuko na Mikanjuni, imebaki tu ipeane title deed, shanunuliwa. Pale Takaungu inaendelea, surveyor wa Wizara ya Ardhi wako pale wanagawanyia watu wa Takaungu. Na ile pale moja inaitwa Msabaha pia hati miliki zimekuja leo. Rais, ni katika yale mashamba ambayo amenunuliwa na serikali ili yagawanyiwe watu wa Pwani. Tukisema Pwani imebaguliwa, we have the reasons why we are saying that. Lakini leo hii Rais, leo hii ile program ambao Mpwani alichengwa mwaka 1963 kupitia William Ruto, that program has now come to the coast region.
Katika hafla hiyo swala la siasa halikuweza kuepukika, Rais Ruto akiwarushia vijembe viongozi wa upinzani akisema wamekosa sera za kuwapa Wakenya na badala yake wamekuwa wakieneza siasa za kuwagawanya wananchi. Viongozi walioandamana na Rais Ruto wakionekana kupigia pondo ushirikiano uliopo kwa sasa ndani ya serikali jumuishi. Leo nasimama hapa kusema broad based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. Mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu. And assure the people of the Coast Province and Kenyans at large, sisi kama viongozi wa ODM na UDA tutafanya kazi kwa karibu sana ili tutatue shida za watu wetu, sivyo? Mimi nitafanya na Achani, nitafanya na Mvuria, nitafanya na Hassan Omar, vile hao wengine wafanye na wengine, sivyo? Adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau. Ukiangalia mkoa huu wote, kila mahali kuna mfano, kuna ushahidi wa maendeleo yako. Katika hafla hiyo, serikali pia imesema itaendelea kuboresha miradi ya maendeleo kwa wakazi wa pwani kama inavyoshuhudiwa katika maeneo mengine ya nchi. Nimeona asubuhi ya leo watu wa Mombasa wakivuka feri hapa. Mimi nataka niwaeleze wangwana wa Mombasa na kule Kwale ya kwamba tunawatengelezea feri nyingine kabla ya Disemba. We have committed 3 billion shillings. By December, we will have a new ferry to reduce the congestion here at this ferry. Na pia kule Mtongwe, we are investing another 500 million to make sure that mobility is improved in this Mombasa County. Nikiripotia Coco TV, mimi ni Joseph Jira.